Safari ya mahujaji kuelekea mlima Arafa ilianza jana Jumatano kwa wengi wa mahujaji kutembea kwa miguu wakiwa wamebeba mizigo yao, huku hali ya hewa ikifikia nyuzi joto 40. Kufuatia hali ya hewa ambapo jua ni kali, mahujaji wengi wameonekana wakijifunika kwa kutumia miavuli, huku wengine wakijikinga na jua chini ya miti na helikopta za kijeshi zikionekana kila kona kuhakikisha usalama unaimarika vya kutosha. Majira ya dhuhuri, mahujaji hawa wameshiriki ibada ya pamoja katika msikiti wa Namira uliojengwa katika eneo hilo na ambao Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho karne 14 zilizopita. Jua likiwa katikati ya utosi, mahujaji wametumia fursa hiyo kwa kufanya ibada na kumwomba Mungu na kumtaka msamaha. Hapa kila mmoja ameomba lake kwa lugha yake na kwa unyenyekevu, ikiwa ni hatua ya kujikurubisha kwa Mola wao. Kwa mahujaji, kufika kwenye eneo hilo la Arafa ni sehemu muhimu sana ya ibada hiyo, kwani inawakumbusha siku ya makutano ya wanadamu wote mbele ya Muumba wao, yaani siku ya Kiyama. Mahujaji wamekuwepo katika viwanja vya Arafa kwa ibada na dua kuanzia jioni hadi asubuhi, na baada ya machweo wamekwenda kwenye viwanja vya Muzdalifa ambako watalala katika eneo hilo kwa muda na kisha kukusanya vijiwe vitakavyotumika kwenye sehemu ya ibada inayoitwa kumrushia jiwe Ibilisi. Ibada hiyo inafanyika katika mnara mkubwa wa Jamatul Aqaba na kisha kuendelea na ibada nyingine. Katika hatua nyingine, Mufti wa Tanzania amewaongoza waumini wa dini ya Kiislamu kuliombea taifa ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika kwa amani na utulivu mwishoni mwa mwaka huu. Ndio jambo kubwa ambalo tumelieleza kwa mahujaji wote wa Tanzania na kwa taasisi zote, kwamba kazi kubwa ya kufanya mwaka huu ni lile jambo ambalo liko mbele yetu sisi katika nchi yetu, nalo ni jambo la uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tuko huku na tunaliombea Mungu jambo hilo ili liweze kupita kwa salama na kwa amani. Hayo yakiwa yanaendelea, Mtanzania mmoja anayejulikana kwa jina la Iqbal Baghdad amefariki dunia akiwa nchini Saudi Arabia wakati wa kutekeleza ibada ya hija. Ibada ya hija ni miongoni mwa nguzo 5 za Kiislamu na hufanyika kila mwaka, ambapo kila muumini mwenye uwezo anatakiwa kufanya angalau mara moja katika kipindi cha uhai wake. Na pili, wacha tutazame sasa yapo ambayo tunaweza tukayafahamu kuhusiana na matendo ya hija na umra ambayo huambatana na ibada hiyo muhimu, katika nguzo hiyo muhimu kwa waumini wa Kiislamu. Tuweze kutazama hapa ni hatua gani, ni yapi ambayo hufanyika huko Mecca katika mchakato wenyewe. Tuyatazame hapa pili kama ambavyo tumeweza kuainisha. Kwanza kabisa kuna vazi maalum ambalo ni ihram, na hili mara nyingi waumini wa dini ya Kiislamu ambao wanaenda kuhiji lazima kuwa nalo, na hapo utaweza kunuia ili uweze kufanya hija pamoja na umra ni katika eneo hilo. Lakini baada ya hapo kinachofuata ni tawaf, ambapo hichi ni kitendo cha kulizunguka Kaaba, eneo lile takatifu la Kaaba, na katika hilo hapo utalizunguka kuanzia kwenye kona ya jiwe jeusi kwa kulibusu na kuligusa kwa kidole kuishara, na ishara ya ibada hiyo ya hija. Na eneo lingine ni kusai. Hichi ni kitendo cha kutembea mara 7 baina ya vilima viwili vya Safa na Marwa, kwa kuanzia Safa na kuishia Marwa. Ni katika vitendo hivyo muhimu ambavyo hufanyika kwa maana ya hija. Na linalofuata sasa ni mahujaji kukaa Mina, na hili ni tendo lingine ambalo linafuata katika mlolongo huo wa matukio ambayo yanafuata katika mchakato mzima wa kuhiji. Na lingine ni mahujaji kusimama katika uwanja wa Arafa, na ndilo ambalo limeendelea hii leo huko katika mji wa Mecca nchini Saudi Arabia. Na hapa sasa kinachoendelea ni siku ya Arafa ya mwezi wa 9 wa Dhulhijja, ambapo mahujaji husimama na kukaa katika uwanja wa Arafa na kuomba dua mbalimbali na maghfira kuanzia adhuhuri hadi kukaribia kuzama kwa jua. Ni mchakato huu ambao unafanyika hii leo, na kinachofuata sasa ni kulala Muzdalifa. Muzdalifa ni kitongoji kilichopo baina ya Arafa na Mina huko Saudi Arabia. Mahujaji uswali magharibi na isha na kulala humo na kuswali alfajiri kabla ya kuelekea Mina. Ni mchakato huo, na baada ya hapo sasa kinachofuata ni kutupa mawe kwenye mnara mkubwa wa Jamatul Aqaba. Ni mchakato mwingine ambao unafuata katika ibada hiyo ya hija. Na kinachofuata, hatua nyingine ni ya 8 hiyo, ambao ni kuchinja mnyama. Ni vitendo ambavyo huambatana
na ibada hiyo ya hija, na kinachofuata hapa ni kunyoa nywele, na ili kwa upande wa wanaume, lakini kwa upande wa wanawake wanapunguza mchakato huo. Na kinachofuata hapo, waamini wa dini ya Kiislamu wanafahamu kutufu au tawaful ifadha, ambapo ni miongoni mwa nguzo ambazo zinafuata katika mlolongo huo wa ibada ya hija. Na kinachofuata sasa ni kutupa vijiwe 7 kila mnara katika minara mitatu pindi linapopinduka jua. Na mwisho sasa ni tawaful ya kuaga. Hii ni hatua ya mwisho kabisa ambapo mahujaji wanamalizia kwa kuondoka katika eneo hilo la Mecca baada ya kukamilisha hija hiyo, miongoni mwa nguzo muhimu kabisa za dini ya Kiislamu. Na hapa studioni tunaungana na Sheikh Ali Hamis Ngeruko ambaye ni kaimu mufti wa Tanzania, ambapo anatoka Baraza la Uislamu Tanzania BAKWATA. Karibu sana. Asante. Labda ongeza kutueleza, leo ni siku ya Arafa kwa mujibu wa kalenda ya Saudia. Uweze kutueleza maana yake na tafsiri yake kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Hii ipoje? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Leo ni siku ya Arafa, na Arafa ndio kilele cha ibada ya hija, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake akifundisha hija kwamba alhaju Arafa, kilele cha ibada ya hija ni Arafa. Mengine unaweza usiyafanye na ukapewa badala, lakini eneo la hija, eneo la Arafa kuhudhuria leo halina badala. Ukilikosa basi inabidi urudie tu hija yako. Kwa hiyo ni eneo muhimu, na umuhimu wake ni si tu kuhudhuria na kukamilisha, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwahidi kila aliyehudhuria katika eneo lile kumfutia dhambi zake, makosa aliyoyafanya katika umri wake yote, na kuanzia hapo atarudi nyumbani ni kama mtoto aliyezaliwa leo, kwa maana kwamba atakuwa ni kiumbe anayependeza mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu dhambi ndiyo tatizo katika maisha yetu. Ukiwa na dhambi unakuwa uko mbali na Mwenyezi Mungu, unaitwa wewe ni asi, ni mtu ambaye humpendezi Mwenyezi Mungu. Na hata katika maisha yetu tu ya kawaida, mtu ambaye anafanya mambo ya ajabu katika jamii yake huwa hapendezi mbele ya jamii. Naam Sheikh. Kwa kawaida Muislamu anapaswa kutimiza nguzo hii mara ngapi katika kipindi chote cha maisha yake? Ni mara moja tu. Akishaipata mara moja basi zilizobaki zinakuwa ni fardhi, lakini katika msingi wa sunna. Lakini ile moja ndio inatosheleza umri wake wote. Lakini mbona kuna tofauti ya kalenda ya huku na kule katika kisimamo hichi cha Arafa? Hivi ni vitu vya kawaida, kalenda kutofautiana, na hasa zinazofuatana kutokana na mwezi. Ni vitu vya kawaida, na ndo miaka yote maneno ni hayo. Kwamba Arafa mpaka mimi nafika mahala sasa naambia watu, kwani hakuna mambo mengine ya kusema? Kuna ibada ziko nyingi, hebu tuende katika mambo mengine sasa. Arafa ishafahamika kwamba kila nchi inakuwa na siku yake hiyo ya Arafa, kwa maana kwamba ina mwezi 9 wake. Kwa mujibu wa nini? Wa kalenda na mwandamo wa mwezi katika maeneo hayo. Nakushukuru sana. Ni Sheikh Ali Hamis Ngeruko hayo, ambaye ni kaimu mufti wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA. Tutakuwa naye pia kwenye sehemu au kipindi chetu cha Uchanganuzi mara tu baada ya taarifa ya habari. Huo ni uhondo tu, tumekumegea kidogo.